Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Nimeona vyombo vya habari vya Uturuki vimeandika kuhusu mazungumzo ya Marekani na Uturuki kuhusu ule mpango wa F-35. Mnakumbuka niliwahi kuwahadithia hii habari ya vikwazo ambavyo Uturuki aliwahi kupewa na Marekani na NATO. Wakati huo Trump mara ya kwanza aliwekea vikwazo Uturuki kwa sababu ilinunua mfumo wa ulinzi wa S-400 wa Urusi. Sasa tangu kipindi hicho unajua Uturuki walinunua nadhani 2018, wakakutana na vikwazo mwisho wa 18, 19 kwenda 20, wakakutana na vikwazo vya Marekani. Sasa ikawa Uturuki wanatakiwa wasitumie au wairishe mpango wao, na mfumo tayari wamesha ununua na tayari mfumo upo Uturuki. Ikawa msuguano mkubwa sana unaendelea kuwa washirika wa NATO ikiwemo Marekani wana mashaka kuwa hatutoruhusu nchi mwanachama wa NATO kutumia mfumo wa upande wa pili ambao tuna mashaka nao. Sasa Marekani amekuwa na hofu kuwa huenda S-400 ya Uturuki ambao ameinunua kwa Urusi ikaweza kudukua uwezo na teknolojia ya ndege za Kimarekani za F-35 ambazo ndio Marekani anaweza kuambia ndio zao la mwisho la ndege alizonazo. Kwa hiyo katika vikwazo ambavyo Marekani walimwekea Uturuki ilikuwa ni kumzuilia pia kupata ndege za F-35 ambazo alikuwa amekusudiwa kuuziwa wakati huo, na ule mpango ukawa umekufa. Walikuja Marekani wakalegeza vikwazo juzi hapa 2023 nadhani, wakati Finland na Sweden zimeomba kujiunga na NATO, manake Uturuki walitumia kura yao kuzuia zisijiunge. Sasa Marekani wakajaribu kupunguza mvutano wao na Uturuki, wakawaahidi kuwa watafungua, na hivi karibuni kuna zile taarifa ambazo zilikuwa Uturuki alikuwa anataka kupewa ndege zile za F-22 za Marekani. Sasa F-22 ilikuwa ni zao la chini, lakini mpango wa Marekani na Uturuki hasa ni kuipatia Uturuki ndege zile za F-35 ambazo Israeli anazo, na ni vigumu sana kwa Uturuki kupewa hizo ndege. Labda apewe ndege hizo kama alivyo kwenye mpango wa Saudi Arabia kuwa tunakupa daraja la pili, hatuwezi kukupa zile ambazo tunampa Israeli, labda uweke hivyo. Sasa Wizara ya Ulinzi ya Uturuki ilitangaza mnamo Disemba 12 ikithibitisha kwamba kumeanzishwa mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Washington kuhusu Ankara kwenye mpango wake wa ndege za F-35. Uhusiano kati ya Uturuki na Marekani umekuwa mgumu tangu 2020, wakati Washington ilipoifukuza Ankara au ilipoiondoa Ankara kwenye mradi wa F-35 uliokuwa unasimamiwa na kampuni ya Lockheed Martin, na kuweka vikwazo kufuatia Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa Urusi wa S-400. Washington inasema mfumo huo unatishia usalama wa F-35 na mfumo mpana wa ulinzi wa NATO. Uturuki inakataa dai hilo na inasisitiza kwamba S-400 hazitaunganishwa katika mifumo ya NATO. Balozi wa Marekani nchini Uturuki Tom Barak alisema mapema wiki hii kwamba majadiliano kati ya washirika hao wawili wa NATO yanaendelea, lakini alisisitiza kwamba sheria ya Marekani inaweka masharti wazi kurejea kwa Uturuki kwenye mpango wa F-35. Barak alibainisha kuwa Uturuki haitoruhusiwa kuendelea au kuhifadhi mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 uliotengenezwa Urusi ikiwa inatafuta kujiunga tena na mpango wa kupewa ndege za F-35. Ikijibu matamshi hayo, Wizara ya Ulinzi ya Uturuki ilisema hakuja kuwa na maendeleo mapya kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga wa S-400 ambayo yamekuwa yakiwekwa kwenye ajenda katika siku za hivi karibuni.
Wizara hiyo ilirudia kwamba bado iko katika mazungumzo na Marekani kuhusu kuondoa vikwazo katika ununuzi wa F-35 na kurejesha Uturuki kwenye mpango huo. Wizara ya Ulinzi iliongeza kuwa kushughulikia suala hilo ndani ya roho ya muungano kupitia mazungumzo ya pande mbili na mashauriano yenye kujenga kunaweza kuathiri vyema uhusiano wa pande mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan, pia alisema wiki iliyopita kwamba anaamini Uturuki na Marekani watapata njia ya kuondoa vikwazo vya Marekani hivi karibuni, kulingana na taarifa iliyoandaliwa na Reuters. Pande zote mbili zimeelezea matumaini kwamba vikwazo chini ya mfumo wa kupambana na wapinzani wa Marekani kupitia vikwazo na sheria zingine za Marekani zinaweza kutatuliwa wakati rais wa Marekani Donald Trump bado yuko madarakani, na hivyo kuhusu Uturuki kununua ndege hizo na kujiunga tena na mpango huo wa utengenezaji. Washington inaendelea kusisitiza kwamba mfumo wa S-400 unatishia ndege zake za kivita za hali ya juu na ulinzi mpana wa NATO. Uturuki inasisitiza kwamba ununuzi huo ulikuwa wa haki na imerudia kusema haitaacha mfumo huo kama sehemu ya mazungumzo kuhusu ndege ya F-35. Kando na hayo, Wizara ya Ulinzi ilisema Uturuki inapanga kununua ndege zingine za Eurofighter na Typhoon. Sasa ukisikiliza haya malumbano ni kama malumbano ambayo hayana suluhu, kwa sababu Uturuki hataki kuachia kile anachokiamini yeye kuwa hii ndiyo nayo iamini mimi, sio ile ambayo unataka kuiamini wewe. Nadhani hapo ndio wanaparulana. Unajua, Uturuki ndio jeshi kubwa zaidi la NATO kwa washirika wa Ulaya, au unaweza kusema Uturuki ndio jeshi kubwa zaidi la pili baada ya Marekani katika washirika wa NATO. Na mara kadhaa nimewaambia jiografia ya Uturuki inaifanya Uturuki kubaki kuwa ni muhimu tu. Yaani Uturuki inabaki kuwa ni Uturuki muhimu tu, kwa vyovyote vile hawana njia ya kuikwepa. Juzi nilizungumza kuhusu Uturuki nikawaambia si nchi ya Ulaya. Kuna watu wakaniambia hapana, Uturuki ni nchi ya Ulaya ambayo ina timu zake zinacheza Ulaya. No, Uturuki kwenye michezo yote iko Ulaya. Linapokuja swala la michezo, Uturuki nzima iko Ulaya. Lakini linapokuja swala la kiuongozi, Uturuki kiasi kikubwa inafanya biashara na nchi za EU na nchi za Asia, lakini Uturuki si mwanachama wa EU ambaye aliomba muda mwingi sana. Uturuki aliomba miaka mingi sana kuwa yeye anaomba kuwa sehemu ya Ulaya. Yaani anaomba kujiunga na EU miaka mingi sana. Ndio maana juzi niliwaambia Ukraine kaomba kidogo tukapewa, lakini Uturuki ana miaka mingi sana ameomba. Mpaka amekaa pembeni, hawajamuunganisha mpaka leo kuwa EU. Timu za mpira utazisikia za sijui nini, zote zile za Uturuki zinacheza mashindano ya Ulaya, lakini Uturuki yenyewe kama Uturuki ni chini ya 10%, naweza kusema kati ya 7% ndio iko Ulaya. Japo kwa kihistoria Uturuki ni mchezaji mkubwa Ulaya, kwa sababu wakati wa Ottoman ndio ilikuwa Uturuki ikifahamika Ulaya zaidi, lakini kiasili Uturuki inatoka Asia Mashariki. Yaani ukiangalia Uturuki, nimekuwa nikiwaambia kabisa kuwa ukitazama jiji mfano la Istanbul ndio inahesabika kuwa ndio jiji kubwa zaidi lenye watu wengi barani Ulaya, kwa sababu Istanbul imegawika. Ukivuka Bosphorus, lile daraja lile ambalo huwa unaliona kwenye baadhi ya video zinaonekana pale Istanbul, Uturuki, kuna daraja linaunganisha. Kuna daraja lile la juu la King Selim, halafu kuna madaraja mengine mawili yako kwa chini ambayo yanavusha kwenda upande wa Anatolia ndogo na kurudi upande wa Istanbul. Kwa hiyo ukivuka Bosphorus, lile daraja ambalo ukienda upande wa pili unakuwa umeingia, ukivuka Bosphorus unakuwa umeunganisha bahari mbili pale. Pale kuna bahari Nyeusi inapokutana na bahari ya Mediterranean. Ukivuka Bosphorus pale kuna bahari mbili zimeungana kutokea pale. Sasa Uturuki ni wastani mikoa 4 tu ndio iko Ulaya. Mikoa 4 tu ya Uturuki. Yaani Istanbul yenyewe imegawika, lakini ukienda sasa kwenye mikoa ambayo ndio inaelekea sasa kwenda kwenye maeneo labda karibu na Balkan, sasa unakwenda Bulgaria huko, utakutana na Edin, halafu kuna Tekirdağ, halafu kila Kareli,
basi ndio unaweza kusema. Lakini Uturuki eneo kubwa, Kahramanmaraş, sijui Gaziantep, sijui Ankara, zote hizi mikoa iko Asia. Hii ni Anatolia ndogo, inaitwa Asia ndogo, ni Anatolia ndogo. Hii iko Asia kwa kiwango kikubwa, na ndio maana Waturuki wamebaki kwenye asili yao sana, si kama unawaona kama vile labda watu wa Ulaya, lakini wana asili yao, wako hivyo. Lakini kwa nini Uturuki ananunua S400 na Marekani unaona kama wanambembeleza? Kuna mambo mengi ambayo yanasababisha Uturuki awe hivyo. Niliwahi kuwahadithia kuhusu jaribio la mapinduzi la 2016. Liliratibiwa kutoka magharibi. Ulaya ndio waliratibu. Erdogan hawamtaki kutokana na misimamo yao. Waliokuwa wakimuunga mkono hata kwenye uchaguzi ule, mnakumbuka, ni Kemal Kılıçdaroğlu, ambaye yeye anafuata sera za magharibi zaidi. Yaani yeye ni magharibi. Erdogan bado ana sera zile zile za Ottoman. Hakuwahi kumpenda Atatürk. Hakuwahi, kwa sababu yeye ndio aliangamiza ile inaitwa Uturuki ambayo ya kidini. Sasa sera za Erdogan unazijua. Ni sera ambazo hazitaki kuwatenganisha Waturuki na asili yao, yani dini yao, ambapo Uturuki ni zaidi ya 90% na ni Waislamu. Kwa hiyo hiki sera za Erdogan hazivutii sana Ulaya. Lakini Uturuki anabaki kuwa kiungo muhimu sana wa Ulaya. Fikiria kuwa hivi, unajua kuwa Cyprus na yenyewe ni occupied baadhi ya eneo. Uturuki aliikalia Cyprus, anaikalia mpaka sasa. Cyprus imegawiwa. Cyprus nusu iko Ulaya, nusu ni mali ya Uturuki toka 1974. Yani unavuka tu ukuta mmoja kule, unawachungulia wapo Ulaya EU, halafu unawaangalia hawa huko hapo upande wa pili huko ambao sio Ulaya, ambao iko chini ya Uturuki. Kwa hiyo Uturuki pia anaikalia Cyprus, lakini husikii vidole wala kunyoshewa kwa kiwango kikubwa. Uturuki anashikilia visiwa vingi hata pale kwenye mpaka wake na Bulgaria, mpaka kilomita 2 kutoka kwenye pwani ya Bulgaria. Uturuki anashikilia kwa kiwango kikubwa. Sasa Uturuki ni nchi ya kimkakati kutokana na jiografia ilipo. Ndio hiyo inayoteleza inakwenda mpaka upande wa Syria, kuonekana kuwa ni nchi ya kimkakati mno. Kama utaweza kuidhibiti Syria na Uturuki, basi umeshikilia Mashariki ya Kati nzima na eneo kubwa la Ulaya, kwa sababu matokeo yoyote ya hapa yanaathiri, yana faida kwa eneo kubwa la Ulaya. Nimekwambia Uturuki anashikilia bahari mbili, bahari ya Mediterranean na bahari Nyeusi. Sasa kama unakumbuka wakati wa mzozo wa Urusi na Ukraine ulivyoanza, unajua Uturuki amebaki kuwa neutral mpaka leo. Ndio maana anazungumza, Zelensky anakwenda na anaweza kuzungumza na viongozi wa Urusi bila shida yoyote, kwa sababu Uturuki hakutaka kufungamana na upande wowote katika mzozo huu, ikimaanisha yeye amekaa kwenye kona muhimu sana ambayo inawaconnect wote. Yani wakati Warusi wanapotoa bidhaa zao, mfano Urusi ni wakulima sana, mbolea na kila kitu, mfano wanapotokea kwenye bahari Nyeusi, mfano kwa sasa wanaweza katokea wapi? Crimea, kwenye bahari Nyeusi, kwa sababu ndio wanaweza kukutana, au waje kutokea Mariupol kule kwenye bahari ya Azov, au waje kwa njia gani? Kwa vyovyote wataingia Black Sea ili iweze kumconnect Uturuki na dunia. Atakuja Bosphorus ambapo idhini iko kwa Uturuki, ndio anaruhusu pita uende Mediterranean. Hali kadhalika Ukraine hana njia ya kutoka kwa njia ya baharini, ni lazima aombe idhini ya Uturuki kupita, lazima upite Bosphorus. Kwa hiyo hii ni kete muhimu ambayo ya Uturuki ambayo anaitumia kwa pande zote mbili, unaona, bila kukwanguana nao hao wawili. Kama unakumbuka wakati mwanzo wa mzozo, Urusi walishambulia ndege moja ya Ukraine, moja Antonov, naikumbuka, moja ya ndege kubwa kabisa ilitengenezwa wakati wa Soviet. Wanasema kuwa hii ndio ilikuwa ndege kubwa zaidi duniani kuzidi ndege zote. Antonov ilikuwa ni ndege kubwa sana, thamani yake ilikuwa juu ya dola karibu milioni 350 wakati huo, na ni ndege ya Soviet ya zamani. Ilibaki Ukraine wakati inavunjika USSR. Mwanzo tu wa vita Urusi walishambulia ile ndege na wakaimaliza kabisa. Sasa katikati, kama mnakumbuka, Urusi alikuwa amekaa sana eneo la Ukraine, akawa amekuja mpaka ile Crimea yote alikuwa ameisogelea pembeni pale kutoka Ukraine, kutoka kwenye pwani ya Odessa ya Ukraine, yani pwani ya Ukraine ile Odessa, kuna eneo, kuna kisiwa kinaitwa Snake, hakiko umbali, yani hakifiki kilomita 30 kutoka pwani ya Odessa. Marekani akampa mifumo ya makombora ya masafa marefu ambayo yalikuwa yanakwenda kilomita 70 Ukraine mwanzoni. Baada ya vile Urusi aliondoka Snake,
akatoa vifaa vyake na meli zake akazirudisha wapi? Crimea. Crimea iko ndani ya kilomita 70 ambazo makombora aliyopewa Ukraine yalikuwa yanafika. Wakaanza kuzamisha baadhi ya meli. Kama nakumbuka kuna operation moja ilikuwa inazamisha meli za Uturuki, za Urusi. Zilizamishwa sana zile meli kwa yale makombora. Mpaka ilivyokuja kuzamishwa meli kiongozi. Kama mnakumbuka meli kiongozi ya Urusi ambayo inaitwa Moskva. Thamani yake ni zaidi ya dola milioni 75. Hii meli Urusi alikuwa anaitegemea kwa kazi kubwa. Ndio meli iliyofanya operation kubwa mwaka 2015 Mediterranean kumuokoa Bashar al-Assad asiondolewe madarakani. Hii ndio meli, ina mifumo yote ya ulinzi, ina rada, ina kila kitu, inapangua. Meli moja hatari sana ambayo ilikuwa inaitwa meli kiongozi. Urusi walilalamikia sana Marekani kudukua mifumo yake kabla ya Ukraine kuishambulia na wakaizamisha kwenye pwani ya Crimea. Ikabidi Urusi aondoe meli nyingi hapa, zikarudishwa Sevastopol, upande wa pili kabisa wa Crimea. Sasa Urusi alitaka kuingiza meli za ziada baada ya meli zake nyingi kuwa zimeshambuliwa. Alitaka kuingiza meli nyingi hapa, arudishe, yani kwa sababu inatajwa karibu meli 12 zilikuwa zimeshazamishwa katika mashambulizi yale ya kuvizia ya drone na nini, zilikuwa zimezamishwa. Akataka alete sasa kutokea wapi? St. Petersburg, kutoka juu Baltic, iwe Kaliningrad, azilete kutokea huko, kwa sababu kituo kikubwa pia cha kikosi cha majini cha Urusi kipo kule Kaliningrad. Nitakuhadithia Kaliningrad ni wapi. Uturuki waligoma Urusi kupitisha meli zake Bosphorus. Wakasema hapa hauwezi ukapitisha, maana tunaenda kuchochea zaidi mzozo. Yani meli za kijeshi haziwezi zikaingia hapa, kwa sababu kuna mkataba wa toka 1949 kumiliki eneo la njia ya bahari ya Uturuki ambayo ndio Bosphorus to Mediterranean to Black Sea. Uturuki anaweza kuamua kuzuia meli yoyote anayojisikia anayohisi haiko salama au chochote, ana uwezo wa kufanya hivyo. Uturuki walizuia meli za Urusi, wakamwambia hakuna kuingiza meli nyingine huku, tusiende kuchochea mzozo kabisa. Kweli Urusi hakuweza kuingiza meli. Nataka kukuonyesha ukubwa na uwezo wa Uturuki kushikilia hapa. Yani anawezaje kupashikilia hapa? Yani ili eneo amelishikilia ni kimkakati. Ndio maana unaona kuwa Marekani wanambembeleza, yani tuzungumze kuwa, kwa sababu kumuondoa Uturuki kwenye muungano wa NATO ni pigo kubwa sana kimkakati kwenda kumaliza baadhi ya washirika. Kwa jiografia ya Uturuki alipo, uwezo wa kijeshi wa Uturuki, lakini muunganiko wa Uturuki na washirika ambao wanaonekana hawako upande wa pili. Kwa sababu mwaka 1944 wakati wa mzozo wa vita ya pili ya dunia, hawa Warusi walichukua Kaliningrad. Nilikuwa nataka kuambia Kaliningrad walichukua kutoka wapi? Kutoka kwa Ujerumani. Mpaka wakati wanaenda kumuondoa Hitler, wakaichukua Ujerumani Mashariki. Baada ya kurejesha ile kuunganisha Ujerumani mbili mwaka 90, Ujerumani zikarudi kwa pamoja na Wasovieti wakaondoka, hawakuirudisha Kaliningrad. Inabaki kuwa ni mji muhimu sana wa Uturuki ambaye hauna mpaka wowote na Uturuki. Kuna wakati nafikiria kuhusu Urusi kuitaka Ukraine ile Donbas, yani vile wanaitaka Donbas. Kuna wakati nafikiria afu nasema dunia utadhani kuna jambo jipya. Tayari mbona hayo yameshatokea? Nimekwambia mwanzo Uturuki anaikalia Cyprus toka 74, sio yake. Morocco anang'ania kukalia Sahara, sio yake. Israel anaikalia Palestina, sio yake. Lakini huyu Urusi anaikalia Abkhazia. Unaijua mkasa wa Abkhazia kati yake na wa Georgia kuanzia miaka ya 90 na mpaka leo Abkhazia ni eneo ambalo linatambuliwa labda na nchi 5. Niliona kama Nauru, kakisiwa wako Syria, wakati huo sijui kama sasa Syria itatambua. Venezuela, Belarus na Urusi ndio walikuwa wanaitambua Abkhazia kama ni nchi huru. Wa Georgia wanasema no, Abkhazia sio nchi huru, Abkhazia ni eneo letu ambalo linakaliwa na Urusi. Urusi mwaka 2008 alienda kupigana vita kama ya siku 8 baada ya vurugu zilizo, unajua pale Umoja wa Mataifa waliweka vikosi ambavyo na Urusi alipelekwa kwa ajili ya kulinda amani pale 1993-1994 katika mzozo wa kikabila kati ya Abkhazi na wa Georgia. Urusi akaenda kwa upande wa Abkhazi. Ilivyotokea vurugu, Urusi akapigana vita ya pamoja akiwa yeye na Abkhazi.
kupigana na Georgia. Vikosi vya Georgia vikaondoka zaidi ya siku ya kilomita 8,000 na kitu ya wakazi 2.5 nadhani wanaishi pale Abkhazia. Leo ukiingia kutafuta Abkhazia ni eneo ambalo la Georgia. Kwa nini? Ni kwa sababu liko kwenye Black Sea. Liko kwenye Black Sea. Urusi anatafuta bahari. Wapi anaweza akakaa kumiliki bahari? Unapokuwa mkubwa huna bahari ni kituko. Juzi mzee Museveni anakuambia kuwa bahari yetu ipo Kenya. Lakini tumeona Ethiopia na Somalia wanatafuta bahari baada ya Ethiopia kuikosa bahari ya kule Eritrea miaka ya 90 na mwisho wa miaka ya 90 walivyokuanguana. Hana bahari. Huwezi kuwa nchi kubwa na huna bahari. Yaani kwa vyovyote vile utakuwa mkubwa kiasi gani. So Urusi anaikalia Abkhazia kwa sababu ya bahari. Amekwenda Kaliningrad kwa sababu ya bahari. Kaliningrad aligoma kuiachia hata kuirudisha kwa Wajerumani. Hakuna. Leo Kaliningrad haiko sehemu ambayo inapakana na Urusi, lakini ni eneo la Urusi. Linapakana na Lithuania, Poland. Ili Mrusi aende kwenye mji wake wa Kaliningrad kama kwa njia ya ardhi, inabidi apite Lithuania au aombe apite Belarus alafu connect to Poland, aende akatoke pale, au aje kwa njia ya bahari moja kwa moja kutokea St Petersburg, aje Baltic ile atiririke ndio aje Kaliningrad. Hii ni maeneo ambayo Urusi anayakalia. So swala la Ukraine sio jipya, anaweza akaikalia. Sasa nilikuwa na kuonyesha kwa nini Uturuki anaweza kuonyesha makucha yake kwa Marekani na bado wasifanye lolote. Unajua ni ulimwengu wa sharubu, wanasema ulimwengu wa kambare. Wewe ukitaka kuwa kambare tu, yani kuwa mkiwa na sharubu wote mtaanza kuogopana kwenye sharubu, lakini ukiwa Sangara au Sato hakuna yoyote atakaye kuogopa. Kwa hiyo Uturuki anaanzisha mazungumzo mapya ya kuuziwa F35 ambazo tayari zilishaidhinishwa pamoja na F22 ambazo tayari zilishaidhinishwa, lakini zikazuiliwa baada ya Uturuki kusema kuwa mfumo wa S400 wa Urusi hatuwezi abadan kuacha kuutumia. Unajua kwa nini? Erdogan anaishi na Ulaya kinafiki. Anajua kabisa kuwa hawanitaki. Kujiconnect moja kwa moja na mifumo ya aina moja ambayo ya NATO, siku moja watakuja kumnyanyua asubuhi. Kwa hiyo anajua kabisa lazima niishi kwa tahadhari na hawa watu. Ndio maana unaona kuwa analazimisha mfumo wa S400 utafanya kazi ambao hauingiliani na NATO, lakini NATO ana wasiwasi kuwa huu mfumo utatudukua. Lakini kiuhalisia Uturuki wanaweka mfumo wa S400 kwa usalama wa mamlaka yao isije kudondoka. Kwa sababu mara nyingi anayetafutwa kuondolewa Uturuki. Leo hii unajua kama Kılıçdaroğlu angeshinda uchaguzi uliopita wa Uturuki, kama Kılıçdaroğlu angeshinda uchaguzi uliomalizika wa Uturuki, leo hii tungesikia Uturuki tayari maombi yao ya EU yanasikilizwa na huenda Uturuki ikaunganishwa katika nchi za EU, kwa sababu Kılıçdaroğlu ni zao la magharibi ambao litafata sera tofauti kabisa na Erdogan ambao sera zake zinakwenda tofauti na magharibi kutokana na utamaduni wa watu wa Uturuki. Wanaona no, wewe si katika nchi, yani sisi si katika wenzetu. Sasa hilo Erdogan analijua. Ndio maana Erdogan anang'ania mfumo wa S400 uwepo katika nchi yake kwa kazi maalum. Hatuwezi tukategemea hii mifumo ya moja kwa moja. Niliwaambia kuwa mifumo ya magharibi ni mifumo ya ajabu. Fikiria kuwa Qatar alienda kushambuliwa pale viongozi wa Hamas wakiwa Qatar. Hali ya kuwa Qatar ana mfumo wa ulinzi wa Marekani, Saudia ana mifumo na rada ya Kimarekani, sijui Kuwait, lakini ndege za Israeli zinakatiza mifumo ile mpaka zinashambulia Qatar. Hata Qatar yenyewe ilikuwa haina habari. Walizima nini ambacho kiliswichiwa kuwa hata wenyewe Qatar hawakujua kama kuna mashambulizi yanakuja kwenye nchi yetu, kwa sababu umepewa mifumo yao. Wanakuuzia vitu ambavyo wanajua kuwa tutazima sehemu gani, yule hawezi kuona kitu chochote, na kwa sababu jinsi ya kuiseti mifumo wamekuja kuseti wenyewe.